Kikosi cha kocha Steve Barker wa wekundu wa Msimbazi Simba, wachezaji wake wote bila shaka watahitaji kuwekwa sawa kisaikolojia kuelekea mechi yao ya watani wa jadi, dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga Machi mosi kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, kutokana na kile kilichotokea leo hii. Ndiyo, ni kwamba katika mchezo wao wa 10 wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, wakicheza ugenini dhidi ya Dodoma Jiji kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, Simba walijikuta wakishikiliwa kwa suluhu ya bila dhidi ya Dodoma Jiji ya kocha Amani Josia, ambaye tangu mwanzo wa mchezo alionekana dhahiri kwamba kikosi chake kimejipanga kuhakikisha hawapotezi mchezo, bali ikibidi kuambulia walau pointi moja, ambayo mwisho wa siku ikapatikana, kwa sababu baada ya dakika 90 za mchezo na baada ya dakika 9 zilizoongezwa na mwamuzi Mrope ili kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali, Simba wakashikiliwa kwa suluhu ambayo imewafanya sasa watimize pointi 23 wakiwa katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kucheza mechi 10, wakiwa wamefunga mabao 18, wameruhusu 4. Wako nyuma ya JKT Tanzania ambao nao pia wana pointi 28 ambazo ni pointi 5 zaidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini JKT Tanzania wakiwa wamecheza michezo 17, wamefunga mabao 18, wameruhusu mabao 15. Lakini vinara ni watani zao wa jadi Yanga ambao wao wana pointi 28 kama JKT Tanzania, lakini wana tofauti nzuri ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa sababu leo hii baada ya Yanga kupata ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya JKT Tanzania, wametimiza mabao 27 wakiwa wameruhusu mabao 2 tu, na hivyo tofauti ya mabao kuwa ni mabao 25 inaifanya Yanga kuwa kileleni. Kwenye mchezo wa leo hii, kocha Steve Barker alianza na kikosi chake imara, nyota muhimu kikosini wakiwamo golikipa Jibo alianza, alikuwepo Shomari Kapombe, alikuwepo Nixon Kibabage, mabeki wa kati alikuwepo Rushain De Rock, lakini alikuwepo vile vile Ismail Olivier Toure. Katika viungo alikuwepo Yusuf Kagoma, alikuwepo Cletus Chota Chama, alikuwepo leo hii Ino Jospin Loemba, lakini vile vile walikuwepo Libase Geye, Aniset Ura na mshambuliaji kinara akiwa Selemani Mwalimu. Lakini kwa Dodoma Jiji walionekana kuanza na mfumo baada ya golikipa Mgore kuwa na walinzi 3, viungo 5 na washambuliaji 2. Baadhi ya wale kuamo mbali na golikipa Mgore walikuwa ni walinzi hao 3 ambao ni Augustine Sata, Banda, vile vile Endi Bikoko kama walinzi 3 wakati. Kwenye viungo 5 kulikuwepo na Mwana Kibuta akiwa kama wingback upande wa kulia, alikuwepo Gadiel Michael mchezaji wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba kama wingback wa upande wa kushoto. Viungo wengine waliokuwepo alikuwepo ni Salmin Idi Hoza, walikuwepo vile vile katika eneo la ushambuliaji William Edgar, alikuwepo na Kayanda Faraji. Kwa yake ni nini? Simba mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza wanamiliki mpira zaidi kwa 64%, lakini mpaka kipindi cha kwanza Simba wakiwa wamepiga mashuti 3 tu, moja likilenga shabaha. Dodoma Jiji wakiwa hawana shuti lolote lilolenga shabaha, kudhihirisha ni kwa namna gani walikuwa wakizuia zaidi, wakiwa umiliki wao ni 36%, hali Simba 64%. Lakini ni wakati ambao katika kipindi cha kwanza Simba tayari walishagongesha nguzo kutokana na mpira uliopigwa vizuri na Aniset Ura mwanzoni mwa kipindi cha kwanza na kugonga nguzo. Lakini katika kipindi cha pili Simba waliamka zaidi, wakijaribu kufanya mashambulizi mengi, lakini kwa kiasi kikubwa Dodoma Jiji waliokuwa wakizuia zaidi wakazima mashambulizi hayo, na hata pale ambapo Simba walifanikiwa kwenda kumfikia golikipa Daniel Mgore, alicheza vyema majaribio kadhaa yaliyofanywa na Simba, ikiwamo shuti lililopigwa na Ino Jospin Loemba katika dakika ya 40 kwenye kipindi cha kwanza, wakati alipopata mpira mzuri kutoka kwa Cletus Chota Chama akachomoka nao na kupiga shuti ambalo alilicheza. Lakini katika kipindi cha pili Loemba kwa mara nyingine tena, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kongo kule Kongo Brazzaville, ambaye Simba wamemsajili wakati wa dirisha dogo kutoka katika klabu ya Colombe FC ya kule nchini Cameroon, alifanikiwa kumpiga chenga beki mojawapo, akabaki na kipa, akapiga shuti zuri, lakini Mgore alikwenda kusave miongoni mwa save za hatari alizozifanya. Lakini pia zipo nyingine alizozifanya ambazo zilinusuru Dodoma Jiji na kuambulia pointi baada ya kuvuja jasho sana wakizuia zaidi. Aniset Ura alikuwa kwenye kiwango bora sana, lakini pamoja na uwepo wake na jitihada zote zilizofanya wakishirikiana na kina Libase Geye, alicheza vizuri sana kabla ya kutolewa na kuja kuingia kwa Elimpanzu Kibisawala. Yusuf Kagoma eneo la kati alikuwa kwenye kiwango bora. Ino Jospin Loemba, Selemani Mwalimu ambaye lazimika kuja kutoka baadaye katika kipindi cha pili. Bado Simba mashambulizi yao, jitihada zao
hazikuzaa matunda, ikiwamo katika kipindi cha pili kupiga shuti lingine ambalo liligonga mwamba. Matokeo yake suluhu inaifanya Simba iwe katika nafasi ya tatu, lakini juu ya utayari wa kisaikolojia kutokana na suluhu waliyopata dhidi ya Dodoma Jiji mbele ya maelfu ya mashabiki wao, ingawa wakiwa ugenini kwenye uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, ni kwamba zimebaki siku chache kabla ya kufikiwa kwa mchezo wao wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani zao wa jadi Yanga. Ndio, katika siku hiyo Machi mosi kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ni matumaini kwamba timu zote wachezaji wake watakuwa tayari kisaikolojia kukabiliana na mechi hiyo muhimu. Ndio, ni kwa sababu Simba, kwa kukumbusha tu, ni kwamba katika mechi 6 zilizopita za dabi ya Kariakoo wao dhidi ya watani zao wa jadi Yanga kwenye michuano mbalimbali, ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho, ngao ya jamii, Simba wamepoteza mechi 6 mfululizo wakiwa hawajawahi kupata hata sare katika mechi 6 zilizopita, Yanga wakifunga mabao 12, wao wakifunga mabao 2 tu. Ni kwa sababu hiyo basi kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji Simba watapaswa kusahau na kuchukua yale ambayo waliona ni mazuri, kasoro kuzifanyia kazi chini ya maelekezo ya kocha wao Steve Becker, ili mwisho wa siku kwenye mechi dhidi ya Yanga waimarike zaidi, maana vinginevyo wakiwa wanajua kwamba kwenye mechi 6 zilizopita zote wamepoteza, na huku wakijua kwamba watani zao wa jadi wakati wao wakishikiliwa kwa suluhu na Dodoma Jiji, Yanga wakipata ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya timu iliyokuwa ikiongoza ligi kabla ya michezo ya leo ya JKT Tanzania, maana yake ni kwamba wao wanapaswa kuwa imara zaidi kisaikolojia. Simba kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo bado wangali na wachezaji walionyesha kiwango kizuri, ingawa walipata suluhu. Wachezaji kama Aniset Ura, Libase Geye, wachezaji kama Selemani Mwalimu, Ino Jospin Loemba, Nixon Kibabage, golikipa Jibo, Shomari Kapombe kutoka upande wa kulia, Rushain Derok, Yusuf Kagoma ni miongoni mwa wachezaji kati ya wengi wa Simba ambao hivi sasa wanaonekana kwa kwenye kiwango bora, lakini wakumsifu leo hii ni pamoja na mwalimu Amani Josia wa Dodoma Jiji na wachezaji wake ambao walionekana kucheza kwa kujituma mwanzo mwisho, kana kwamba ilikuwa ni mechi ya fainali, kana kwamba ni mechi ambayo kulikuwa na kombe linasubiri ili wao wakipata walau sare wakabidhiwe hilo kombe. Na hiyo inatokana namna walivyokuwa wakipambana mwanzo mwisho, lakini kuelekea mwishoni mwa mchezo wakionekana kufanya ile wanaita game management, kupoteza muda kila palipostahili, wakapata hata kadi za njano alimradi tu kufanya hicho kinachoitwa game management. Mwisho wa siku Dodoma Jiji kwa mbinu hizo walizozifanya, kuzuia zaidi, kushiriki katika kupoteza muda kuelekea mwishoni mwa mchezo, wakapata pointi muhimu waliokuwa wakisubiria kwa hamu, na matokeo yake sasa Dodoma Jiji wametimiza pointi 21 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, wakiwa wamezuia leo hii kuruhusu mabao, kwa sababu mpaka sasa baada ya mchezo wa leo wamefunga mabao 14, wameruhusu mabao 15, tofauti ya mabao ni hasi 1. Wote performance kwao kwa Dodoma Jiji, lakini kwa Simba wana mengi ya kufanyia kazi, na hasa juu ya namna ya kutumia nafasi kwa usahihi, lakini wana mengi mazuri pia kuyachukua, na hasa namna ambavyo wachezaji wao walikuwa wakicheza kwa kuelewana, wakiwa hawabutui ovyo, bali wanapitisha mipira kwenye njia. Jambo pekee ambalo bila shaka tutapaswa kulifanyia kazi ni juu ya kutumia nafasi walizozitengeneza, lakini pia kwa baadhi ya matukio yaliyotokea leo hii, ikiwamo William Edgar kuwakosa katika baadhi ya nafasi chache ambazo Dodoma Jiji walitengeneza, lakini pia Elias Maguli alikuwa ameingia katika kipindi cha pili kukosa angekuwa na utulivu, pengine naye angepata nafasi. Ni kwamba Simba wanayo mengi ya kuchukua mazuri kuelekea mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga, lakini ya kuyafanyia kazi ni pamoja na namna ambavyo wanapomiliki zaidi mpira, walinzi wake wakati Ishmael Olivier Toure pamoja na Rushain Derok walikuwa karibu sana na katikati ya mstari wa uwanja, kiasi ya kwamba kuna baadhi ya mipira ikipigwa inaonekana ingewaletea madhara, kama hesabu za William Edgar, hesabu za kina Maguri, hesabu za Faraji Kayanda zingekubali. Lakini mwisho wa siku ikawa ni suluhu ambayo imefurahiwa zaidi na mashabiki wa Dodoma Jiji pamoja na wachezaji wao, huku ikiwapunguzia makali wekundu wa Msimbazi Simba ambao msimu huu tayari wameshadondosha pointi 3 kwa kufungwa 2-2 na Azam, walishadondosha pointi 2 kwa kutoa sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar, na suluhu dhidi ya Dodoma Jiji, maana yake wamepoteza pointi nyingine 2. Matokeo yake badala ya kuwa na pointi 30 katika michezo 10 wangali wana pointi 23. Je, itakuwa vipi? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama
mzee wa data. Shukran jazilan, bye bye.